Ilianza na vijana watatu askari waliopewa kazi ya kumlinda Ibrahim Traore. Walionekana wamekidhi vigezo vyote na hata rekodi zao hazikuwa mbaya. Sare zao za kijeshi safi. Heshima wanayompa kiongozi, we mwenyewe ungetamani. Walikuwa sio walevi, walikuwa hawana maneno mengi. Kila mara walifuata oda bila kusita. Lakini katika ikulu ya Wagadugu kuna kitu kikawa hakiko sawa, haswa kuhusiana na hawa vijana. Kwa sababu kila mara wanapatikana na wako karibu sana, wakijitolea kwa shifti za usiku, huku wakipokezana na wameweka mikakati yao vizuri kabisa, na wakizunguka karibu na chemba ya raisi, wakikumbuka ratiba zake vizuri, wakimwangalia kila hatua anayopiga, na kamwe hawakuwahi kufanya makosa. Kwa wengi walionekana ni vijana waaminifu wakiwa katika majukumu yao, lakini katika macho ya wachache walionekana hawa ni kama vivuli au mizimu iliyokuwa inasubiri giza liingie. Siku moja, mlinzi wa miaka mingi jina lake Kopro Isu aligundua jina la askari mpya, jina lake ni Sadu, anayelala karibu na chumba cha jenereta, na hilo eneo hakukuwa na kamera wala hakuna taa. Dakika chache Kopro Isu akaamua kwenda kuangalia. Akapita kwenye bomba la chuma na akakuta kifaa kidogo hivi, kitu ambacho hakikutakiwa kuwa hapo, na akatoa taarifa bila kusita kwa kamanda Jamal. Huyu ni kamanda ambaye ni mwaminifu na mwadilifu sana kwa Ibrahim Traore tangu wakati wa mapinduzi ya serikali ya Burkina Faso. Akachukulia hili jambo kwa kimya na akasema, na mimi pia nilikuwa nalifuatilia kwa ukaribu hili jambo. Tangu wakati huo kuna kitu kilihamishwa ndani ya kuta za nyumba ya raisi. Ulinzi ukaimarishwa zaidi, na Rais Ibrahim Traore akaanza kuangalia kwa umakini magari yake kabla ya safari yoyote ile, na oda zikawa zinatolewa kwa sauti ya mamlaka zaidi. Na wale askari watatu washukiwa walikuwa wapo kimya wakifanya majukumu yao kwa ubora wa 100%. Lakini kwa sasa hawa ndio watu waliokuwa wanaangaliwa zaidi. Rais Ibrahim Traore amekuwa akiishi katikati ya wasaliti tangu siku nyingi, na amejifunza kutokana na viongozi waliomtangulia ikulu kuwa mapinduzi hayakuja kwa kupiga risasi, ila yalikuja na mtu wa karibu ambaye angekuwa na kula naye mezani. Na mpaka wakati huu rais alikuwa yuko tayari. Siku zikapita na wale askari vijana watatu waaminifu, Sadu, Idrisa na Karim, waliendelea na majukumu yao kama hakuna kitu chochote kilichobadilika. Walisimama imara wakibeba bunduki zao vizuri, wakifungua milango. Hakuna makosa, hawakuwa na hofu kabisa. Lakini nyuma ya pazia kidogo masaa yao yakawa yanahesabika. Hawakujua kuwa kamera tayari zimeshawekwa kwa ajili ya kuwachunguza. Mazungumzo yao yalikuwa yanarekodiwa na vitendo vyao vinachukuliwa. Na kamanda Jamali ambaye ni mwaminifu kwa Ibrahim Traore haraka akawa amehamisha baadhi ya nafasi kwa walinzi waaminifu, huku akiwaleta wale ambao rais mwenyewe Traore amewachagua. Na mpaka wakati huu rais alikuwa ni mpole kabisa, bila ya kuongea chochote kile, na akawa anaigiza kama bado anawaamini hawa vijana watatu, na kila mara alikuwa anawasalimia tena kwa majina yao. Akataka wajisikie wako salama kabisa. Akataka waamini kuwa bado mpango wao ni vile ni wasiri na umejificha sana. Ndipo lilipokuja onyo, taarifa ya kijasusi na faili likamfikia rais mezani kwake. Mawasiliano kati ya namba isiyojulikana na watu wa nje, na sauti zikaanza kuchambuliwa, na maudhui yalikuwa yako clear, na mpango ulikuwa ni kupiga kwa haraka. Mpango ulikuwa ni kumvamia rais wakati umeme utakapokuwa umekatika usiku wa manane, na apigwe risasi moja tu kwa muda wa sekunde zisizozidi sekunde 40. Na tena inatakiwa ni risasi ipigwe gizani ili wasiweze kushtukia ni nani amefanya hivyo. Na Ibrahim Traore hakuchelewa, na hapo akawa amebadilisha ratiba zake, lakini hakuwaambia wale askari watatu washukiwa. Badala yake akaita mkutano wa dharura pamoja na kamanda Jamali, lakini na watu wachache sana ambao anawaamini. Na usiku huo timu ndogo tu ya undercover wakawa wako kwenye hilo jengo la rais. Watumishi, wafanya usafi, wapishi na watu wa jikoni wote walikuwa wako tayari. Na hawa watu watatu hawakujua kuwa nyumba ile ambayo walikuwa wanataka kufanyia maafa
ilikuwa tayari imeshazungukwa na watu. Lakini kuna jambo lilikuwa kama kitendawili kwa Ibrahim Traore. Akasema hivi, kwa nini lakini hao askari wanafanya hivi? Je, ni kwa ajili ya madaraka, pesa au kitu fulani? Ndipo majibu yakaja asubuhi yake wakati wachambuzi wanajaribu kuchambua zile sauti walizozikamata. Usijali, akaongea mtu mwenye lafudhi ya Kifaransa katika zile sauti. Wakati ambapo Traore atakuwa ameondoka, alafu tutaanza sasa vizuri hii dili yetu. Familia zenu zitalindwa. Chumba kikawa kiko kimya na Ibrahim Traore akafunga lile faili. Akasema huwa hukuwa tu usaliti wa ndani, kumbe kuna mataifa ya nje yako nyuma ya hili jambo. Na hapa kila kitu kikawa kimepangwa. Na taa zitazimwa muda sio mrefu sana. Na wakati huu ndipo ambapo hawa askari watatu watajaribiwa tuone. Kiukweli katokea saa 8:17 usiku. Kama ilivyokuwa imepangwa. Makazi ya rais palikuwa pako kimya sana. Na hapo kila mtu alikuwa anajua, isipokuwa ni wale jamaa watatu, wale askari watatu ndio walikuwa hawajui ni nini kinachoenda kutokea. Sadu akasimama mashariki mwa korido pale ambapo kuna power box ya umeme. Na Karim alikuwa upande wa mbele ambako kuna ofisi ya rais. Na Kopro Isu akasimama katikati akiangalia kote kote. Ndipo taa zikazimwa. Kukawa na giza nene. Kama mpango ulivyokuwa ndani ya sekunde 40. Lakini katika giza nene, kila kitu kilibadilika. Sadu akachukua hatua wa kwanza. Akavuta bastora kutokea kwenye vesti yake na akasogea karibu na chumba cha jenereta. Akitaka kuharibu mfumo wa umeme wa dharura kwa jenereta kujiwasha, kwa sababu jenereta linawaka ndani ya sekunde 40 baada ya umeme kukatika. Na wakati huo Idrisa akachukua kitu kidogo tu kama kifaa kidogo hivi, na baadaye ilijulikana kama ni signal jammer. Kwa maana kuwa walitaka kujam signal kutokana na kutakuwa na kuwasiliana kwa radio call kwa hapa na hapa. Akijam signal hawataweza kuwasiliana. Na Karim hakusita, alichokifanya akavuta moto na akaanza kuelekea polepole katika ofisi ya rais. Lakini kumbuka hii haikuwa nyumba yao tena. Kabla Sadu hajafikia kwenye jenereta, mtu akatokea kwenye kivuli akamfikia Sadu na akamkamata na akamlaza chini. Na Idrisa akakumbana na mtu amemkamata kwenye mbavu sawa. Akamshika kabla hajabonyeza button. Na Karim yupo karibu kuifikia ofisi ya rais. Na alipoinua bunduki yake, taa zikawaka haraka hapo hapo. Na rais alikuwa amesimama hapo. Akiwa mpole lakini mwenye busara na mwenye nguvu kabisa. Nyuma ya rais walinzi waaminifu wakasogea mbele. Wakimnyoshea Karim silaha zao, hakuna kuongea. Na Traore akamwambia fanya ulichotaka kukifanya, lakini wakati huo Karim akawa ameganda. Na Traore haongei kwa hasira ila kimamlaka zaidi. Karim akashusha silaha yake. Askari watatu wakakamatwa na redio zao zikafungwa. Na katika uniform zao wakasachiwa kila mahali. Hawa hawakuwa tena washukiwa, bali ni wasaliti. Wakati walinzi wengine walipoambiwa, kukawa na mshtuko sana. Kwa sababu kuna wengine wamefundishwa pamoja nao watu, wakicheka nao, wakila nao. Na hapa eti wanataka kumuua rais ambaye waliapa kwa ajili ya kumlinda rais wa nchi. Ila mshangao kamili ulikuja baada ya wao kuwekwa chini ya ulinzi. Mmoja wao, Sadu, akaamua kufunguka baada ya mahojiano. Hawakutishwa wala hawakuteswa, ila tu swali rahisi moja tu. Kwa nini? Machozi yakiwa yanambubujika katika macho yake. Waliniahidi kumtoa mama yangu kwenye hii nchi. Waliniahidi pesa. Walisema wakati ambapo utakapomuondoa Traore, Ufaransa itatulinda sisi. Chumba kizima wakakaa kimya. Na wakagundua haukuwa tu usaliti bali ulikuwa ni ujumbe. Na wakati huo rais alisikia vizuri sana. Na asubuhi yake bado habari hazijatoka kwenda huko nje. Lakini habari zikaenea ndani ya timu pale pale kuwa kulikuwa na majaribio ya kumuua rais lakini yamekwama. Kama anavyojulikana, Ibrahim Traore ni mpole na hakuwa na haraka kukimbia kwenda kuongea na waandishi wa habari. Isipokuwa alikusanya grupu ndogo tu ya washauri wachache. Tena washauri anao waamini. Wakuu wa ulinzi pamoja na mawaziri. Tumewakamata vijana ambao walitaka kuniua hapa, na kitu cha ajabu zaidi ni ukiri waliokiri.
na wote wamesema walikuwa wametongozwa na Ufaransa miezi michache iliyopita. Waliahidiwa pesa, lakini passport za Ufaransa, lakini na ulinzi pia kwa ajili ya familia zao. Na waliokuwa wanawatongoza wana akili sana, kwa sababu tumepata sauti za watu wawili. Mmoja anaongea lafudhi ya Kifaransa na mwingine lafudhi yake ni kama ya Kipoland hivi. Mojawapo ya ujumbe ulikuwa unasema Captain inabidi aondolewe haraka sana, kwa sababu hatuwezi tena kuendelea na Thomas Sankara mwingine. Na huu haukuwa usaliti tu wa kawaida eti kwa sababu ya madaraka. Hapana, ni jambo ambalo lilikuwa limepangwa barabara. Hii ikimaanisha kwamba mtu nje ya Burkina Faso ndiyo anayepanga haya mambo. Na baada ya siku chache basi ofisi ya rais ikatoa tamko kuwa tishio la mapinduzi ya kumuua rais basi limeweza kuzimwa. Na rais yuko salama na uchunguzi unaendelea. Lakini umbea ukawa tayari umeshaenea ndani ya mitaa ya Wagadugu. Watu walikuwa wanaongelea kuhusiana na mapinduzi, lakini kuhusiana pia na mataifa ya nje kuhusika na hili, na kuhusu wasaliti waliovaa gwanda za jeshi. Ndipo yalipokuja majibu kutokea Paris. Msemaji wa serikali ya Ufaransa akajitokeza. Ufaransa inakataa kujihusisha na vitendo vyovyote vya kupinduliwa kwa serikali ya Burkina Faso. Tuhuma hizi ni mbaya sana kwa taifa letu. Nje ya Burkina Faso swala hili lilionekana ni la kidiplomasia zaidi, lakini ndani ya Burkina Faso hakuna mtu aliyeshangaa, kwa sababu raia wa Burkina Faso wamekuwa wakiyaona hayo tangu siku nyingi sana. Kwa sababu kiongozi anapotokea ambaye amekataa kuwapigia magoti, ambaye anajali utu wa raia wa Burkina Faso, basi huyu ndo anakuwa mlengwa wa kutaka kuuliwa. Sio kwa vita vya wazi, bali kwa kuvamiwa kisirisiri. Traore akawa ameyajua haya, lakini katika kikao pamoja na maafisa wa jeshi akaongea jambo ambalo liliwashangaza kwenye mkutano ule. Walijaribu kuniondoa mimi kisirisiri. Sasa tutaongea hadharani tena, na hii habari itaenda kama radi. Na kitu kingine kikaandaliwa ambacho ni kikubwa zaidi kuliko tu kuita waandishi wa habari. Na dunia itaenda kujua ni nini ambacho Burkina Faso imekuwa ikikipitia. Na wale waliotaka kuuza hii nchi kwa ahadi hewa, basi hawa hatutawasahau kamwe. Redio zikalipuka, televisheni, mitandao ya kijamii, na kusema kuwa Ibrahim Traore amewakamata wale wasaliti kutoka nje ya Burkina Faso. Lakini bado Ibrahim Traore alikuwa amekaa kimya, lakini alikuwa anafanya kazi chini kwa chini. Na baada ya siku 3 akakutana na wazee katika jamii na waandishi wa habari, lakini pia na majenero wa kijeshi. Sio tena ikulu, hapana, ila katika viwanja na kambi za kijeshi. Alisikiliza zaidi kuliko kuongea, na aliuliza swali moja tena na tena: sisi ni nani kama tutaruhusu watu wengine ndio watuchagulie hatima yetu? Sasa Traore akaamua kuhutubia taifa. Hakuna vifaa vya studio, hakuna chochote, ni meza tu mbele yake na bendera zake mbili, bendera ya Burkina Faso na bendera ya ukanda wa Sahel. Basi kamera zikawashwa, luninga zikawa ziko mubashara, na sauti yake ya upole, lakini kila neno lilokuwa nalitoa lilikuwa linaingia kama mkuki moyoni. Watu wangu, kulikuwa na jaribio la kutaka kuchukua maisha yangu. Hili halikutokea kwa watu wanaoichukia Burkina Faso. Hili lilitokea kwa watu wanaojidai kuipenda na kuilinda Burkina Faso. Watu 3 katika sare za jeshi letu walitumika kama vyombo. Waliahidiwa pesa kuondoka katika nchi, waliahidiwa pia ulinzi na watu ambao bado wanaamini sisi ni koloni lao. Na akainua makaratasi kutoka kwenye meza yake akasema, ushahidi huu hapa. Hizi ni rekodi na haya ni majina ambayo walipewa. Na wanaongea lugha kutoka kwenye taifa ambalo limekuwa likoloni hili bara la Afrika. Lakini nataka ifahamike kuwa Burkina Faso haitapiga magoti kwa taifa lolote kutoka nje ya Afrika. Sio mwaka 1960, sio mwaka 2025. Kamwe haitakaitokea. Sisi sio washirika wa Ufaransa na wala sio washirika wa Magharibi. Sisi ni wa Afrika. Sasa kama haya yote yanawatisha wanaotupora madini yetu, basi wacha iwe hivyo tu. Hatuko hapa kutafuta upendo, tuko hapa ili tuwe huru. Hii haikuwa tu hotuba, lakini ilikuwa ni kugeuza au kupindua meza. Na muda mfupi tayari maandamano yakaanza,
watu wakiwa wanapepea bendera na huku wakiimba nyimbo za kimapinduzi, wanawake wakilia na wanaume wakisimama kimya huko mitaani, na mataifa mengine ya Afrika yalikuwa yanaangalia na kufuatilia kwa ukaribu. Traore hajakwepa tu jaribio la kuuawa, ila amewaumbua manyang'au wanaojificha nyuma ya kuta wakitaka kuondoa uhuru wa Afrika. Lakini bado alikuwa hajamaliza. Akaendelea kusema, na wasaliti watakutana na mkono wa sheria, sio katika selo hizi kisirisiri, ila mahakamani, na makosa yao yatakuwa wazi. Na hili sio kwa ajili ya kisasi, ila kwa ajili ya historia. Na wakati ulipofika wa kesi, basi mahakamani pakawa pamejaa watu, wanafunzi, walimu, wafanyakazi wa serikali na wamama, wazee, watoto, wakiwa pale wanawaangalia wale ambao ni wasaliti, wale askari watatu, yani Sadu, Idrisa na Karim. Watu waliokuwa wamepewa nafasi ya kumlinda Ibrahim Traore, lakini sasa wamesimama mbele ya mahakama wakiwa wameinamisha vichwa vyao chini. Uhalifu wao haukuwa tu ni uhaini, lakini kilikuwa ni kidonda kitakachoacha makovu yasiyopona. Na hakimu akawasomea makosa yao: uhaini wa kutaka kuua, lakini pia ushirikiano na watu wa nje, na ushahidi ukaletwa mezani. Na chumba cha mahakama kukawa kimya, wakati huo sauti ikipenya kwenye spika za mahakamani pale kwa lafudhi ya Kifaransa kuwa taa zitakapozima, ebu fanya haraka, maliza mchezo. Na sauti nyingine kwa lafudhi ya Burkina Faso, vipi kuhusu na familia zetu itakuwaje? Ufaransa huwa inawajali marafiki zake, na hakuna mtu hata mmoja pale mahakamani aliyeongea wakati ushahidi huo umemalizika kusikilizwa. Ndipo jambo ambalo alikutegemewa likatokea. Ibrahim Traore, rais, akaingia, hana walinzi, yuko peke yake tu na amevaa tu gwanda zake, akaenda akakaa nyuma katikati ya raia, na uwepo wake ulikuwa unaongea kitu. Hii haikuwa kuhusiana na adhabu, ila ilikuwa ni kuhusiana na ukweli. Na jaji akauliza kama washtakiwa wana lolote la kujitetea. Sadu akasimama mbele, huku sauti yake ikiwa ni ya kutetemeka. Tulidanganywa, walituambia tunalitumikia taifa, kumbe tulikuwa tunaiuza nchi yetu. Huku machozi yakimtoka. Tumeisaliti nchi yetu, na tumemsaliti mtu aliyetutegemea sana na taifa lililotukuza. Mimi sijui nitaomba vipi msamaha, lakini ninachokiomba, mtu yeyote asijaribu kufuata njia sisi ambayo tumeipita. Sasa na kwa ushahidi uliokuwa umepatikana ni kuwa Burkina Faso haitawahi kufukia ukweli, bali itafundisha kupitia ukweli huo. Na hawa wakachukuliwa kupelekwa gerezani. Na siku hiyo hiyo Ibrahim Traore tena rais akahutubia taifa kwa mara nyingine tena. Na wakati huu hakuwa ikulu wala hakuwa kwenye chumba chochote kile, ila alisimama kwenye uwanja wa mpira akiwa amezungukwa na wanakijiji, wamama kwa wanaume, vijana kwa watoto. Sauti yake ilikuwa imara. Walitupa mikufu iliyopakwa rangi ya dhahabu. Tulikataa, lakini wanatuma pesa kwa wapelelezi wa kupeleleza taifa letu. Lakini tumejibu kwa umoja wetu. Walijaribu kutuvuruga sisi kupitia ukimya au operation za kimya kimya, lakini sisi daima tutausimamia ukweli. Ubinadamu ama utu una gharama ya kulipa, na sisi tumeshalipa gharama hiyo. Na sio kwa ajili yetu, ila ni kwa ajili ya kila mtoto wa Afrika anayekataa kuonewa tena. Na umati wa watu kalipuka kwa shangwe wakisema, Burkina Faso, ubinadamu, uhuru. Na hii ikapenya katika bara zima la Afrika. Ulimwengu ukawa unaangalia, viongozi wa Afrika wanaangalia, na watu wa Faransa hawa pia na wao wakawa wanaangalia, na wao wenyewe wakasema, kijana yule tuliyekuwa tunadhania ni dhaifu, sasa tunaona amekuwa ni mtu mwenye nguvu sana sana sana. Asanteni sana wanaukuu wa Mwafrika.